tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikize neno la Mungu na tafakari ya Dominika ya 6 ya Pasaka mwaka C wa kanisa. Liturujia neno la Mungu katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka yatutafakarisha kuwa Roho Mtakatifu anatusaidia kumshuhudia Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo katika karamu ya mwisho aliwapa mitume wake amri kuu ya mapendo. Anawaahidia kuwa wataweza kuiishi amri hii kuu ya mapendo katika ukamilifu wake watakapompokea Roho Mtakatifu. Hapo watayakumbuka, kuyaishi na kuyafundisha yale yote walioyaona na kuyasikia kutoka kwa Kristo. Ni mara baada ya Pentekoste mitume walipoanza kwa nguvu kuiishi na kuifundisha Injili, kumshuhudia Kristo mfufuka kwa watu wa mataifa yote. Kwa njia ya mitume milango inafunguliwa kwa watu wa mataifa yote, nao wanaipokea Injili ya Kristo bila vikwazo. Roho Mtakatifu aliwasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu mustakabali wa kanisa changa lililoanza kukua na kusambaa hata kwa watu wa mataifa. Hii ni ishara ya upendo uliofumbatwa katika utume usio na mipaka uliofanywa na mitume hawa wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpango wa Mungu wa ukombozi ni kwamba sisi sote turejee kwake mbinguni, yalipo makazi yetu ya kudumu, Yerusalemu yetu mpya. Ni kwa njia ya mama kanisa ambao limejengeka juu ya misingi ya mitume, sisi sote watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa tunasafiri kuelekea uzima wa milele. Tunaalikwa kuwa hekalu hai la Mungu kwa kuishi amri kuu ya mapendo kiaminifu, kumtambulisha Kristo kwa watu wa mataifa yote kwa njia ya maneno na matendo yetu. Masomo yetu katika Dominika ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya pili na aya 22 hadi 29. Walishuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Nao ni hawa: Yuda aliyeitwa Barsaba na Sila, waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao: mitume na ndugu wazee, kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Shamu na Kilikia, walio wa mataifa, salamu. Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza. Sisi tumeona vema, hali tumepatana kwa moyo mmoja, kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakao waambia wenyewe maneno yao hayo kwa vinywa vyao. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima, yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa na uasherati. Mkijizuia na hayo mtafanya vema. Wasalamu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni Ufunuo wa Yohane sura ya 21 aya ya 10 hadi 14 na aya 22 hadi 23. Mimi Yohane nilichukuliwa katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, na malaika akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12 na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3.
na upande wa magharibi milango mitatu. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa Mwana-Kondoo. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwana-Kondoo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 14 aya 23 hadi 29. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi, sio kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Somo la Injili takatifu linatoka katika sehemu ya pili ya Injili ya Yohane inayoanzia sura ya 13 hadi sura ya 21, ijulikanayo kama kitabu cha utukufu. Mazingira ya Injili hii ni katika karamu ya mwisho, ambapo Yesu anatoa hotuba ndefu takriban sura 4, kuanzia sura ya 13 aya ya kwanza hadi sura ya 17 aya 26, akiwaaga wanafunzi wake kabla ya kuingia katika mateso, kifo na ufufuko wake. Dominika iliyopita Kristo aliwapa wanafunzi wake amri kuu ya mapendo, na katika sehemu ya Injili ya leo Kristo anaendelea na fundisho hilo. Anawafundisha kuwa yeyote ampendaye Yesu kwa moyo wote ataweza kuishika amri yake kuu ya mapendo, na kwa njia hiyo moyo wake utajazwa na furaha itokayo kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, anaposema nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mitume kwa nguvu yao hawakuyaweza hayo. Kristo anawaahidi mitume wake zawadi ya Roho Mtakatifu. Ni dhahiri kuwa mitume bila nguvu ya Roho Mtakatifu wasingeweza kuyakumbuka na kuyaishi yale yote ambayo walifundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Nasi sote tulio wafuasi wa Kristo tunapata nguvu ya kuishi amri kuu ya mapendo katika ufuasi wetu kwa Kristo, kwa njia ya pendo hili kubwa la Kristo ambalo limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyempokea. Katika somo hili la Injili Dominika ya leo tuna mafundisho matatu ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Kristo hayupo mbali nasi, yupo daima kati yetu. Kristo anazungumza kwa kirefu pamoja na wanafunzi wake katika karamu ya mwisho. Anawapa moyo kwamba bado ataendelea kuwa nao. Ni kwa njia ya kumpenda Kristo, uwepo wake na uwepo wa Mungu unaendelea sasa na daima ndani mwetu. Anawaahidi na mitume na anatuahidi sisi sote pia kwamba ni kwa njia ya kumpenda Kristo na kulishika kiaminifu neno lake ndipo naye atafanya makazi ndani mwetu. Kristo yupo daima katika neno lake. Ndugu wapendwa, Kristo yupo daima nasi katikati yetu. Anatufundisha kwa neno lake takatifu namna tunapaswa kuhusiana naye na kuhusiana sisi kwa sisi. Ni kwa njia ya mapendo thabiti kwa Kristo, kulipenda na kulishika neno lake, ndipo anafanya makazi ndani mwetu. Kila mmoja anapata nafasi ya kutafakari upya mapendo yake na uaminifu wake katika amri na mafundisho ya Kristo katika maisha yetu ya kila siku kama wanafunzi wake. Je, nina upendo wa dhati kwa Kristo? Tunaalikwa kutenga muda kwa ajili ya neno la Kristo.
Je, nina muda wa kutosha wa kumsikiliza Yesu katika neno lake? Ninatenga muda kusoma na kutafakari neno lake takatifu, neno ambalo ni mwanga na taa ya kuniongoza, neno ambalo ni faraja na kitulizo chetu, neno linaloturekebisha, kutukumbusha wajibu wetu kila siku kwa Mungu na kwa wenzetu, neno linalotupa nguvu ya kusonga mbele licha ya changamoto mbalimbali ambazo kila mmoja wetu anapitia katika safari yake ya maisha. Yesu anafanya makazi ndani mwangu, anafanya makazi ndani mwako. Ndugu mpendwa, Yesu anaahidi kufanya makazi ndani mwetu. Hatudai mambo makubwa ili yafanye makao ndani mwetu. Anatudai neno moja tu, upendo. Je, ninampenda Mungu kiasi gani? Ninampenda Yesu na kumpa nafasi yeye peke yake katika maisha yangu? Ninawapenda jirani zangu? Ninaipenda familia yangu? Ninawapenda wanajumuiya wenzangu? Kristo atusaidie kuishi kweli amri hii ya mapendo ili tuendelee kufurahia uwepo wake ndani mwetu, na uwepo wake kweli uyabadili kabisa maisha yetu, uguse hali zetu mbalimbali kila mmoja katika maisha yake ya ufuasi. Kristo yupo nasi katika Ekaristi Takatifu, sadaka ya upendo. Ekaristi Takatifu ni sadaka ya shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa kutupenda upeo, kwa zawadi ya mwili na damu yake ambayo kwayo sisi tumepata ukombozi wa milele. Tunaalikwa kushiriki Ekaristi Takatifu, kujiongea karamu ya upendo na upatanisho. Kisha kupokea Ekaristi Takatifu, tunaalikwa kuushuhudia upendo wa Kristo. Je, ninapopokea Ekaristi Takatifu ninaishi kweli katika uhalisia wa maisha yangu amri kuu ya mapendo? Ninaishi imani? Ninauishi upendo ambao nimeupokea bure kutoka kwa Kristo? Ninauishi upatanisho? Ninauishi umoja? Ninajitoa sadaka? Kristo atupe nguvu ya kuishi kiekaristia. Fundisho la pili, kukataa mafundisho ya Kristo ni kumkataa Mungu. Kristo anawafundisha mitume wake kuwa mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Nalo neno mnaolisikia sio langu, ila ni la Baba yangu aliyenipeleka. Mitume wa Kristo walihubiri neno la Mungu. Licha ya kwamba Kristo mara kadhaa alieleza kuwa alihubiri neno lake yeye aliyemtuma, bado wapo wengi ambao hawakumwamini wala hawakulishika neno lake. Hawakumkataa Kristo, bali walimkataa yule aliyemtuma, yaani Baba wa mbinguni. Ndugu mpendwa, mara kadhaa huenda nimepuuza kwa namna moja au nyingine mafundisho ya Kristo. Nimepuuza pengine ujumbe wa Kristo unaohubiriwa kwangu kila siku. Tunaishi katika ulimwengu ambapo kuna mafundisho mengi ya kweli na mengine yenye kupotosha. Tunaalikwa kusimamia katika ukweli wa mafundisho ya Kristo. Injili haipaswi kupindishwa wala kuonewa aibu. Ukweli wa mafundisho tanzu ya kanisa kuhusu maadili wapaswa kusimamiwa kwa uaminifu, maana ndilo neno la Kristo. Mafundisho msingi juu ya ndoa na familia, juu ya utu na haki yapaswa kusimamiwa kwa uaminifu. Anayefundisha kinyume na neno la Kristo mwenyewe, huyo anamkataa Mungu. Pamoja na mambo mengine mengi ambayo yapo katika ulimwengu wa sasa, bado neno la Kristo litasimama. Changamoto mbalimbali za maisha zisitufanye tulikane na kulipuuza neno la Kristo. Tusitoke katika tumaini letu kwa neno la Kristo kwa sababu zozote zile tunazokutana nazo katika maisha yetu. Tuombe neema ya kuweza kulishika na kuliishi neno la Kristo, na mara zote ambazo tunaliacha na kulipuuza neno lake, tumwombe Mungu msamaha na tuendelee kutumainia nguvu ya neno lake katika maisha yetu ya kila siku. Fundisho la tatu, Kristo anawaachia mitume wake zawadi ya Roho Mtakatifu. Kristo aliwafundisha mitume wake mambo mengi sana alipokuwa angali pamoja nao. Katika karamu hii ya mwisho anawaahidi kwamba Roho Mtakatifu msaidizi ambaye Baba atampeleka atawafundisha na kuyakumbusha yote aliyowaambia. Mitume kweli mara baada ya Pentekoste walipata nguvu ya kuanza upya kumtangaza Kristo, wakivumilia katika shida na taabu zote hata kufa kifodini kwa ajili ya Injili ya Kristo. Katika sehemu hii Kristo anaeleza kazi kuu 5 za Roho Mtakatifu kwa mitume wake. Kwanza, Roho Mtakatifu atawafundisha. Kristo anawaahidi mitume wake kwamba Roho Mtakatifu atawafundisha yale yote waliopaswa kutenda, kuamua na kuwafundisha pia wengine. Nasi sote kwa kumpokea Roho Mtakatifu kwanza kabisa kwa njia ya ubatizo wetu, lakini pia utimilifu wa mapaji yake katika sakramenti ya kipaimara, anatufundisha kila siku yale yanayotupasa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine. Tukubali kuongozwa na kufundishwa na Roho Mtakatifu ili daima tujue na kutenda yale yanayompendeza Mungu. Pili, Roho Mtakatifu atawakumbusha. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kuwakumbusha mitume yale yote ambayo Kristo aliwafundisha alipokuwa bado angali pamoja nao.
Yesu anawahakikishia kuwa ijapokuwa atakuwa mbali nao, hawatamuona, ila atakuwa karibu nao kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, kwa njia ya Roho Mtakatifu Yesu yupo daima karibu nasi. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu anakuwa kati yetu katika maumbo ya mkate na divai, katika fumbo la Ekaristi Takatifu, akitukumbusha juu ya sadaka yake ya upendo kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwa njia ya Roho Mtakatifu anafungua akili na mioyo yetu, akitufundisha na kutusaidia katika kuomba, kwa kuwa sisi hatujui tupasavyo kuomba. Anatufunulia akili zetu, nasi tunaweza kuelewa na kulishika neno lake. Katika Dominika hii ya 6, Kristo anatukumbusha kuwa daima hatupo peke yetu, na ya kwamba tusitegemee tu nguvu, akili na uelewa wetu ili tuweze kuishi kweli maisha mazuri yenye kumpendeza Mungu. Tunapata ujasiri katika kufundisha neno la Kristo kama mitume. Tunaishi katika jamii ambapo ukweli unapingwa na kufukiwa, na uongo ukipigiwa chapuo na kuenezwa kwa kasi. Tutaweza kutambua mafundisho ya uongo kwa kumpa Roho Mtakatifu nafasi afungue akili na mioyo yetu, ili tuweze kukumbuka daima mafundisho ya Kristo katikati ya wimbi la mafundisho mengi yasiyo ya Kristo. 3, Yesu anawapa mitume wake amani. Kristo anawapa mitume wake amani anapowaambia, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Kristo mara baada ya kukamatwa na kufa, mitume walijawa na hofu na mashaka. Kisha kufufuka, neno lake la kwanza anapowatokea mitume wake anawaambia, amani iwe kwenu. Alitambua hali zao wakati ule na itakavyokuwa wakati ujao atakapoondoka kutoka kati yao. Anawapa amani. Ndugu mpendwa, Kristo anatambua hali zetu mbalimbali tunazopitia katika maisha yetu ya kila siku kama wafuasi wake. Amani anayowapa mitume wake haitokani na nguvu za kijeshi, wala haitokani na mafanikio yao wenyewe. Amani hii inatokana na muunganiko wa pekee na wa kudumu na Kristo. Mimi na wewe tunaalikwa kuunganika kabisa na Kristo, tunaalikwa kumweleza hali zetu, kumweleza hofu na mashaka yetu ya kila siku, kila mara tunapokutana naye. Neno lake ni lile lile daima, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Maneno haya tunayasikia kila mara tunaposhiriki adhimisho la misa takatifu. Wajibu wangu na wako ni kupokea amani hii ya kudumu itokayo kwa Kristo. Tunapompokea katika Ekaristi Takatifu tunapokea amani yake. Inatusaidia katika kuvumilia hata katika nyakati ngumu, nyakati za kukatisha tamaa, nyakati za kuogofya, nyakati za kushindwa na kuanguka. Kristo anasema na moyo wako, amani iwe kwako. Pokea amani ya Kristo, amani inayodumu wakati wote. Amani isiyotegemea mambo ya nje, bali ukaribu wetu na Kristo mwenyewe. Anatuambia maneno ya faraja, maneno ya kutia moyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Ndugu mpendwa, usifadhaike moyoni mwako, wala usiwe na uoga. Kristo anakuja kwako, anakupa amani yake. Pokea amani ya Kristo. Fundisho la 4, anawahakikishia kuwa atarudi tena. Katika sehemu ya mwisho kabisa ya Injili ya leo, Kristo anawapa uhakika mitume wake kuwa atarejea tena. Ni dhahiri kuwa kama alivyoahidi mitume kwamba atarejea kwanza kwa njia ya Roho Mtakatifu, lakini pia atarejea tena kwa maana ya ujio wake wa pili. Ndugu mpendwa, hili ni fumbo la imani yetu kwamba Kristo alikufa, Kristo alifufuka na Kristo atakuja tena. Amekwenda kutuandalia makao na hivi atakuja tena kutukaribisha kwake ili alipo yeye nasi tuwepo. Ndipo mwisho wa nyakati anatuambia mwinjili Yohane katika kitabu cha Ufunuo ya kuwa Yerusalemu mpya itashuka kutoka mbinguni, ishara ya kanisa la washindi. Zawadi ya 5 ambayo Kristo anawapa mitume wake, anawaandaa katika kupokea mambo makubwa ambayo yangetokea muda si mrefu, ili yatokeapo wapate kuamini. Kristo anawaandaa mitume wake kupokea hali ngumu ambayo ingewapata baada ya yeye kuingia katika mateso, kifo na ufufuko wake. Lakini pia anasema hayo ili ajapo kutokea yawaimarishe zaidi mitume wake katika imani yao kwa Kristo. Ndugu mpendwa, Kristo anatuandaa katika kupokea hali mbalimbali katika maisha yetu. Hatupi jaribu lililo kubwa kupita nguvu zetu, bali anatupa nguvu ya kuyapokea, tujuapo hakika ya kuwa yupo daima pamoja nasi. Somo la kwanza ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya pili na aya 22 hadi 29. Mitume wa Yesu baada ya Pentekoste walianza kwa nguvu kumtangaza Kristo mfufuka pasi na hofu na mashaka tena. Injili ikaanza kuenea kwa kasi katika Yerusalemu na baadaye hata nje ya Yerusalemu. Hatimaye Injili ikawafikia watu wa mataifa
nao wakataka kumpokea na kumwamini Kristo. Tatizo la kuwapokea wapagani katika kanisa changa lilikuwa ni kubwa sana. Jibu la tatizo hilo linaamuliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika mtaguso wa kwanza wa Yerusalemu mwaka 49 baada ya Kristo. Ni kuanzia hapa kanisa linafungua milango na kuwapokea watu wote wenye nia thabiti ya kuwa Wakristo. Sio kwa kufuata tena vigezo kwamba walipaswa kwanza kuwa Wayahudi kwa kutahiriwa na kuishika Torati yote ya Wayahudi ndipo wawe Wakristo, la hasha. Injili hii imefika hata kwetu kwa njia ya kazi hii kubwa iliyofanywa na mitume wa Kristo. Kristo kwa njia ya fumbo la Pasaka amewaleta wote chini katika kundi moja, yeye akiwa mchungaji wa kundi hilo. Katika somo hili la kwanza tuna mafundisho matatu ya kujifunza. Fundisho la kwanza, nguvu ya Kristo mfufuka inawaunganisha watu wa mataifa yote. Katika kanisa la mwanzo, baadhi ya watu waliotoka Uyahudi walihubiri kwamba watu wa mataifa wasipotahiriwa kama desturi ya Musa hawawezi kuokoka. Mitume Paulo na Barnaba walihubiri juu ya nguvu ya thamani ya sadaka ya Kristo msalabani, ya kwamba watu wa mataifa yote wamepata uokovu. Anayebatizwa anashiriki hivyo sadaka hii ya Kristo na anahesabiwa haki si kwa matendo ya sheria bali kwa imani thabiti kwa Kristo mfufuka, kwa kuiamini Injili, kwa kubatizwa na kuishi maisha mapya. Ndugu wapendwa, Kristo ametuunganisha sote kwa sadaka ya kifo chake msalabani. Sote tumepokea zawadi hii ya wokovu na hivyo kufunguliwa mlango wa mbingu. Je, ninapokea na kuthamini zawadi hii kubwa itokanayo na damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo? Ubatizo wetu unatudai kuanza maisha mapya, kuachana na mazoea yote ya kale na kuikumbatia habari njema ya Injili. Kila mara tunapata nafasi tena ya kukiri imani yetu, kutangaza na kurudia tena ile nia yetu ya kwanza ya kuishi kweli kama wana wa Mungu, tuliokombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Tunaalikwa kuwasaidia wengine pia kupokea na kufaidi zawadi hii ya ukombozi tuliopokea bure kutoka kwa Kristo mwenyewe. Katika kanisa na katika jumuiya zetu tunapaswa kuwasaidia watu wengi zaidi kila siku kupokea mwaliko huu wa ukombozi. Hatupaswi kuweka vikwazo ambavyo kwa namna moja au nyingine vinawazuia watu kuja kwa Kristo na kuikumbatia huruma yake kubwa isiyo na mipaka. Mitume waliondoa vikwazo ambavyo hapo mwanzo viliwanyima nafasi watu wa mataifa kuipokea habari njema ya Injili. Licha ya hayo, waliweka pia mambo msingi ambayo yalihusu hasa upya wa maisha kwa yule aliyepokea habari njema na kubatizwa. Ndivyo viapo vyetu vya ubatizo ambavyo kila mmoja anayebatizwa anapaswa kuviishi kama mwana wa Mungu. Fundisho la pili, Roho Mtakatifu daima analiongoza kanisa la Kristo. Mitume Paulo na Barnaba baada ya kushindana na kuhojiana na watu waliotoka Uyahudi waliokuwa wakifundisha juu ya vigezo na masharti yaliyopaswa kufuatwa na watu wa mataifa waliotaka kuwa Wakristo, wanalipeleka swala hilo Yerusalemu katika mtaguso pamoja na mitume wengine. Mtaguso huu wa kwanza kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ulileta matunda makubwa ndani ya kanisa la mwanzo. Vivyo hivyo kwa nyakati mbalimbali Roho Mtakatifu ameliongoza kanisa na hata sasa bado limesimama imara katika misingi ya mitume. Ndugu wapendwa, Kristo aliwaahidi mitume zawadi ya Roho Mtakatifu. Baada ya Pentekoste, Roho Mtakatifu ameendelea kutembea na kanisa katika nyakati mbalimbali. Kama mitume walivyomshirikisha Roho Mtakatifu katika maamuzi makubwa yaliyohusu kanisa, tunasali kuliombea bado kanisa ambalo hata hivi leo linapita katika changamoto mbalimbali. Tunamwombea Baba Mtakatifu wetu aliye halifa wa Mtume Petro ili aweze kuliongoza kanisa kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Tunaalikwa pia kumpa Roho Mtakatifu nafasi katika maisha yetu, kuomba nguvu yake katika maamuzi mbalimbali ya maisha yetu, kuomba hekima na busara katika kuwaza na kutenda na kuamua yale yampendezayo Mungu, kuomba nguvu ya kuwa imara katika imani na kuishuhudia kweli imani yetu bila kutetereka. Fundisho la tatu, umoja katika tofauti zetu. Kristo katika karamu ya mwisho alimuomba Baba kwamba wote wawe na umoja. Roho Mtakatifu anawaunganisha pamoja watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Licha ya tofauti zao, nguvu ya Kristo mfufuka imewaleta wote pamoja, watu wa mataifa, hali kadhalika Wayahudi pia. Ndugu wapendwa, Roho Mtakatifu analiunganisha daima kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Anatuunganisha nasi sote kuwa wamoja katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika taifa letu na katika kanisa. Roho Mtakatifu anatusaidia kutambua utajiri uliopo katika tofauti zetu. Kuna tofauti ya karama na vipaji tunavyovipokea, na tofauti zetu hizi tunazozileta pamoja
tunajenga jumuiya na kanisa imara. Kanisa limekuwa imara lenye kuwapokea watu wote na bado litaendelea kuwa imara licha ya tofauti zetu. Je, tofauti zetu katika maisha zinatusaidia katika kukua? Karama na vipaji alivyotupatia Mungu vinatusaidia katika kujenga na kukuza upendo, undugu kati yetu, au ndio chanzo cha migogoro, chuki, majivuno, dharau na wivu? Je, tunapokeana katika madhaifu yetu, kurekebishana na kuchukuliana kwa upole? Roho Mtakatifu atupe nguvu ya kuwa wamoja licha ya tofauti zetu. Fundisho la 4, Roho Mtakatifu anatusaidia katika kutofautisha mafundisho ya kweli na yale ya uongo. Mitume baada ya kusikia habari kwamba watu wa mataifa walipotoshwa kwa habari za uongo ambazo hazikutoka kwao, wanaamua kuwatuma tena Paulo na Barnaba, Sila na Yuda aitwaye Barsaba kuwapelekea ujumbe watu wa kanisa la Antiokia juu ya maamuzi yaliyofikiwa katika mtaguso wa Yerusalemu. Kanisa linatoa na kufundisha mafundisho sahihi juu ya Injili ya Kristo kupitia mitume hao ambao waliwatuma kwa niaba yao. Ndugu wapendwa, katika nyakati zetu wapo wengi wanaofundisha habari za uongo tofauti na Injili ya Kristo kwa manufaa yao binafsi. Injili imegeuka kitega uchumi na hivyo kuwahubiria watu yale wanayotaka kuyasikia na wala si Injili ya Kristo. Tumombe Roho Mtakatifu atusaidie kutambua na kuyakwepa mafundisho yote ambayo ni kinyume na misingi imara ya imani yetu, kinyume na maadili yetu, kinyume na mila na desturi zetu na kadhalika. Hatuwezi kuyatambua hayo tusipompa nafasi Roho Mtakatifu ayaongoze daima maisha yetu. Somo la pili ni kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura 21 aya 10 hadi 14 na aya 22 hadi 23. Mwandishi wa kitabu hiki Mtume Yohane anatueleza maono juu ya Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, mji wenye utukufu wa Mungu. Ni maono juu ya kanisa la mbinguni ambalo hapo kwanza lilijengwa juu ya misingi ya mitume 12, likazaliwa taratibu kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, likakuwa na kuenea kote, likielekea katika utimilifu wake mbinguni ambapo anaishi Kristo pamoja na malaika na watakatifu wake. Ni baada ya maisha ya hapa duniani, kwa kuishika na kuishi kiaminifu imani yetu, ndipo tutapata zawadi ya kuingia katika Yerusalemu mpya mbinguni katika uzima wa milele. Ndio utimilifu wa kazi ya ukombozi. Ndugu wapendwa, Mtume Yohane anawapa moyo wa Kristo hao ambao walikuwa wanapitia katika mateso na madhulumu kutoka katika utawala wa Kirumi kwamba upo mji udumuo milele. Tunapoishi na kusafiri katika safari yetu ya maisha hapa duniani, tuwe na imani na matumaini kwamba tunaelekea nyumbani kwetu, kwenye makazi yetu ya kudumu. Milango ya mbinguni ipo wazi. Kristo amekwisha tufungulia njia, nasi sote kwa njia ya ubatizo wetu tuna nafasi ya kuingia na kuishi katika uwepo wa Mungu pamoja na Kristo na watakatifu wote milele na milele. Ninawatakia nyote Dominika njema ya 6 ya Pasaka mwaka C wa kanisa. Nilioletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.